watu wengi hawajui kucontrol upweke. Kwa wanaona njia ya mimi kucontrol upweke niwe na, unaweza ukawa na mtu na ukajisikia bado mpweke. Ulize watu walioa kwa bahati mbaya au waliolewa kwa bahati mbaya. Upo kwenye ndoa na bado unajiona wewe ni mpweke. Ngoja hapo kwenye bahati mbaya madam. Kuna walioa ama kuolewa kwa bahati mbaya? Ni wapi hao? Swala waliolewa kwa makosa. Watu wanasema kosea njia usikosee kuoa. Wao. Unaona kabisa hizi tabia hizi ni ngumu hizi kuishi mwanadamu. Atasema atabadilika akinioa. Atabadilika huyu nikimuoa. Ukifika kule zile tabia zile zina multiply. Inakuwa 2 mara 2. Sasa hapo naanza kusema ningejua mimi, najuta mimi. Ndio bahati mbaya. Maana watu wengi wasemi ni makosa, watu wengi wanasema ni bahati mbaya. Lakini makosa tumeombewa. Ndio, lakini inakuma kiasi gani ambao uliyajua na ukayafumbia macho? Utaumia kiasi gani? Sana. Roho itakuuma sana. Kwa sababu unajua uko kwenye majuto. Na wengine wanafia vibaya zaidi kwa sababu wengine wanaambiwa na mama zao, huyu mume hafai, sisi tumemuona hakufai. Wewe una kazi na unasema mimi lazima nioe, kama si huyu mimi najinyonga. Ukienda ukiyakuta ambao jamaa walikuwa wameyaona, utajilaumu mara 60. Sasa roho itakuma sasa. Sasa nieleze. Uende hivyo wewe na ambaye ni mpweke yupo nyumbani, mna tofauti gani? Maana umeolewa, kabla hujaolewa uliambiwa huyu bwana huyu tuamwokota mferejini, ndio tumtoe asubuhi aoge ende kazini. Wewe unasema akinioa kwa sababu ana familia ataona haya kuokotwa mferejini. Mtu haoni haya kwa sababu ya watu. Mtu anaona haya kwa sababu ya nafsi yake. Na kama nafsi yake haijamfanya yeye aone haya, si watu, si familia litamfanya yeye awe na haya. Kwanza hajali hata kama mpo. Huwezi kusema kapa huyu hana neno, acha ukotoe mtaroni, mimi nitamcontrol. Nani alimcontrol mwanaume? Wa mwisho alikuwa Delila. Kwenye historia za Biblia. Jamaa kanyoa nywele alempata. Nani atakubali? Na the moment unasema unataka kumcontrol, no, the moment anachoropoka. Na hata samaki ukimtia kwenye wavu lazima afanye hivyo, lakini ukimwachia afate yeye mwenyewe, akifuata ile pini yeye mwenyewe anaila. Lakini ukiweka wavu lazima achoropoke atake kutoka. Utawakamata wengi lakini wachache watabaki. Wengi watachoropoka atake kutoka. Lakini ukiwatumia pini utamkamata mmoja lakini utakuwa umemkamata kisawa sawa. Uliza, kuwa na tabia kupiga story. Pigeni story kabisa. Muongee kuhusu mambo yenu. Muulize, wewe bwana jambo gani la kutia hofu? Hebu nielezee katika mlivyokuwa wadogo. Si katika umbea kupiga story, unaweza kupiga story weza kwako bwana Sisi tulivyokuwa wadogo ilikuwa natumia siku 3 hatuli. Mama tulikuwa tunakunywa maji. Au tulikuwa tunakunywa mafenesi na uji asubuhi ndo imetoka hiyo mpaka kesho. Kwa mtu anajua huyu ametokea maisha magumu. Kwa hiyo kwake chakula ni muhimu kuliko kuwa na amani nyumbani. Kwa hata kama tumegombana huyu mtu huyu nisipompikia chakula, maana yake ni kwamba anaona kama mimi nimemwekea mgomo. Kwa nitampikia chakula kila kimaliza ndo namsema. Umeona? Hapo umemjua mtu. Lakini ikawa hujamuuliza. Kasirika yako wewe uko unasusa kula, kupika. Akija atasema kwa huyu mtu ameamua kunipanish kama mama alivyonipanish. Hasira yake inakuwa mara 2. Lakini madam, ni utaratibu gani ama njia zipi za kuweza kuyajua hayo? Kwa sababu kuna watu wengine ukimuuliza kuna vitu anakuficha. Na wakati mwingine nasema hivyo kwa sababu inawezekana licha ya kukuficha ama akakwambia kati ya 90% akakwambia 2% tu ya uhalisia wake. Jambo la kwanza, hakikisha kwamba ametoka familia gani. Ana baba, ana mama. Kama ni mtoto wa kike. Nani ni msimamizi wa nyumbani kwao?
Kama juzi kuna kijana aliniambia bwana mimi nimeahirisha kuoa. Kwa nini? Asema mimi nimeahirisha kuoa kwa sababu nimeenda nyumbani jioni kupima nguo kwa ajili ya baba mkwe na mama mkwe kwa ajili ya shughuli. Mkuta baba mkwe yeye ndo anaosha vyombo na kufagia uwanja. Sasa wanasaidiana kazi tumesema tusaidiane. Hata mimi nilisema hivyo hivyo. Nikamwambia lakini mbona mimi kwangu pia naona wanaume wengi wanafanya shughuli za nyumbani. Kama shemeji yangu hata kupika anatupikia. Tunakaa yeye anapika. Asema si hivyo madam. Kama ninapika mimi. Asema sio hivyo madam. Asema mimi nimefika pale mwanamke yuko ndani anamuita mume wake. Kwa fulani, njoo bwana wewe upime. Mko wako kashakuja hapa watu wenye shughuli zao. Yaani hamwiti kama mume, anamuita kwa jina lake kabisa. Sikiza maneno alokuja. Watu wenye shughuli zao mjini anakupime fast aende kwenye shughuli zake za harakati. Asema nikawaambia sikizeni waambieni kitu nitarudi kesho asubuhi. Ukupima naye kairisha. Asema na ndoa nimeirisha. Giza hili. Giza hili. Wewe ungeendelea? Giza. Mimi nikawapima tu kuondoa aibu afu anioni tena. Asema madam mimi unagiza nikaondoka. Watu wote wameharibika. Lakini angalia mtu gani ambaye ni mwepesi kujifunza. Na kuna mtu hivi sasa anajiuliza kutokana na hiki ulichotuambia kuhusiana na huyo mtu ambaye alikuja kwako kwamba sasa kama kila ambaye wazazi wake watakuwa na mapungufu tutakuwa tunaacha. Kweli na sisi wazazi wetu hawana mapungufu na hawa wenye mapungufu wanatakiwa kuolewa na nani? Cha kwanza ni hicho. Lakini cha pili nikamwambia hata yeye kama wewe pia una tatizo. Akaniambia tatizo gani? Nikamwambia wewe hapo you are controlling. Wewe ni mtu ambaye unapenda kucontrol watu. Na pia wewe una shida za trust issue. Kwa sababu gani? Wewe ni bwana harusi. Unaendaje mguu kwa mguu kwenda kwa wake? Kwa wakwe kuwapima wewe mwenyewe. Ina maana umeshindwa hata kumwamini fundi. Kumbe yeye sio fundi. Yes, sio fundi. Alikuwa apeleke na fundi. Wanakulitafuta. Kena na fundi pale katika ule mji. Nikapewa kwa nini umeenda na fundi? Nasema nilikuwa naona kwamba hawatafanya ninachotaka. Nikaambia umeona wewe pia una shida za kuamini watu. You have trust issue. Lakini pia you are controlling kwa sababu this moment umegundua kwamba yule mama anamuita mume wake kwamba watu wenye shughuli zao mjini. Wewe ukamjaji yule mama. Kwa nini usinipigie simu kabla hujajaji? Umeona wewe kauli uloisema? Nitawapima kuondoa aibu, alafu nitaendelea na 50 zangu. Hicho ndio kitu unachotakiwa kufanya. Yaani kuwa healthy, watu hawajui. Watu wakisema tunakuombea upate mwenza mwema mwenye afya. Hatusemi afya yani kwamba wewe HIV negative. Sijui positive whatever. Yaani hatukuombei kwamba asiwe na maambukizi. Au asiwe na UTI. Tunakuombea awe sawa kichwani, healthy. Anaweza kama amepitia maisha magumu kwa sababu wengi sisi tumekuwa katika umaskini wa hali ya juu wakiwa kuwa na kiatu kimoja cha shule. Wote tuko hivi. Wengine peko kabisa. Wengine hatujui kiatu isipokuwa tukiwa na safari tunaenda kumwadhima rafiki yetu. Ndiyo. Ni maisha fulani ambao ukipata kitu nataka ukichukue wewe peke yako. Yaani kuna ubinafsi fulani kutokana na hali ya maisha kama hii. Kwa hiyo hatuwezi kusema eti wote 100% tuko sawa. Lakini kuna watu ambao wako healthy, yani wamekutana na hali za kimaisha zimewasaidia mpaka zimewafanya wao wako healthy. Sasa wewe uwezi, mimi nimemwambia wewe you are not healthy. Hata kama umemhukumu msichana, lakini hata wewe pia una matatizo. Yani kudili na saikolojia bwana, madam wewe niko na mimi umeniona na shida, ngambia una shida. Kwa sababu hata Yesu alisema kwa anayeona kwamba hana dhambi hata moja, mpige yule mwanamke jiwe. Watu wote hawakumpiga yule changu. Hawakupiga yule kahaba kwa sababu wakajikuta kwamba wote nao wana matatizo. Kwa hiyo kabla hujamhukumu mwenzio, angalia kwanza boriti katika jicho lako. Je, jicho langu mimi halina shida? Sasa uanze kumcheka mwenzako ana chongo. Kwa hiyo akaniambia kwa hiyo mimi nifanye ngaba, mimi nitakusaidia tu uweze kufanya maamuzi sahihi. Sasa baada ya hapo sijui pameendaje, lakini aliingia hiyo nyumba akakuta hiyo scenario. Na sasa watu wote ni wagonjwa, tunodili nao wote ni vichaa. Lakini unaangalia je, huyu naweza kumgeuza kidogo
unakutana na mtu ameweka uzio kwenye nafsi yake na moyo wake, hapendi mtu wala hahurumii mtu. Ukija kuangalia historia yake, ameumizwa sana huko nyuma. Sasa utamlaumu kwa kukataa kupendana, kukataa kuamini mtu? Ameshaumizwa. Zakuta amewasaidia watu 60 wote wamemvunja roho yake. Sasa utamlaumu? Muonyeshe kwamba wewe aweza kukupenda na akawa salama. Labda anaweza kabadilika. Mimi sina muda wa kumtengeneza mtu abadilike, mtu aje kwangu akiwa yuko sawa. Wewe una uhakika wewe uko sawa? Unaweza kumjenga mtu ambaye alikuwa mvivu, ambaye alikuwa anapenda starehe na akawa mtu mwema, akataka kufanya mambo ya dini, akawa anasali kwa kauli tu. Kwa kauli tu. Ukamwonyesha kwamba yote anayotaka kuyafanya anayafanya kwa ajili ya nafsi yake. Mfano yeye anavaa ambapo sivyo. Ukamwonyesha kwamba wewe ukivaa hivi watu wanakuona wewe hauko serious na maisha. Kwa sababu utapata wapi muda wa kucontrol hii suruali isikushuke na ufanye shughuli zako? Mimi nakuona ili uwapie as a serious person, responsible person, vaa nguo hii. Watu wapo wengi wanavaa vinjuka, wanavaa suruali ambazo katika maadili ya Kiislamu ni mwanaume ambaye yuko uchi, lakini humwambii kwamba usivae kinjuka. Unamwambia bwana unapendeza kweli na hii nguo, lakini hebu angalia sehemu ya kutokea nayo hii nguo. Au unaweza akavaa siku shati ukamsifu siku nzima, kwa ukaipandisha juu pride yake kwamba haya leo nimesifiwa sana, ngoja kesho niivae tena. Au ukampa zawadi ukamwambia leo ulivyopendeza, naona hii siku isipite, bora nikupikie huu mchuzi ule. Mchuzi nimekupikia kwa sababu ya leo ulivyopendeza. Lakini huwezi kutoka ukaenda kwa majirani, ukaenda katika National TV kulia walia wasema mimi mume wangu hanisikii, anavaa nguo fupi, anavaa nguo za kuacha vifua wazi. Mwanzo yani ukienda pale ndo anataka afanye dhidi yako. Kwa sababu anaamini ili kukukera ni afanye vile. Na yeye anapenda kucontrol. Kwa sababu mtu yote anayekufanya wewe ulalamike uongee dhidi yake ni kwamba amekucontrol. Nani asotaka control? Kwa hiyo atasema okay, ili niendelee kumcontrol huyu, wacha nifanye asiyotaka ili attention yake yote iwe kwangu. Yeye asahau kuhusu maisha yake. Awe ananiwaza mimi tu. 90% ya watu wanapenda kucontrol watu. Na kama wewe ukaruhusu watu wakaujua, mtu wa jinsia tofauti akajua udhaifu wako ni wapi, kuisha. Kuna watu wanakontroliwa kwa sababu ni watu ambao hawaishi njaa. Kila ukikutana na wewe kijana unamwambia wewe ujala. Anajua kwamba wewe kijana chips za 2000 tu wala huwezi kupindui. Sasa thamani yako iko wapi? Wapo wasichana 150 wote anaongea nao, kutana nao kazini, wengine anakutana nao kwenye biashara. Lakini wewe ushakuweka kwenye kikundi ambacho wewe unaonekana kwamba ni msichana ambaye anaweza kukununua kwa 2000. Aibu namna gani? Amesha kwa mwezi minimum anaweza kukutana na wanawake 30. Wewe unaleta nini? Unaleta tofauti gani katika maisha yake? Ndio aseme kweli huyu ni bora. Hamna kitu chochote wanachofanya wanawake wengine cha kufanya wao mpaka wanaheshimika, wanathaminika, wanapewa zawadi, wanaonekana kama ni wanawake wa thamani. Hawana kitu chochote wanachofanya. Sio manifestation, sio dua, wala sio tahajudi. Ni kupresent kitu unique. Wewe kuwa na tabia ambazo zina kudistinguish na watu ambao wako market. Kama sasa hizi wasichana wengi wale wako market wote ni wa kusema sana. Ni wa kuongea na kufoka. Ni wa kumwambia mimi naenda na wenzangu, tunaenda beach na wenzangu, ama tunaenda na wenzangu Budia, ukapiga simu 60 na message 60. Ukapiga ma video call, uko wapi? Kama kuliko na wenzako nipe hatibu nimuone. Hao ndo walojaa kwenye market. Lakini wasichana ambao hawapo kwenye market ni unapiga simu na Budia na wenzangu, mnatoka saa ngapi? Saa 2. Nitakaa huko the whole night mtarudi asubuhi haya, kila laheri. Have fun. Unazima data unalala. Yeye mwenyewe atapagawa. Huyu nimemwambia tu naenda Budia. Mbona hayupo online toka saa 4? Kaenda wapi huyu?
Yeye sasa anakupigia upo online. Anakupigia normal, inapiga mara 2, inakata, ya 3 inakata, ya 4 ndo unapokea. Vipi? Safi, mbona sikuoni online? Kwani uko wapi? Nipo nyumbani. Washa data. Sasa ndo kimwemue sasa. Na ndo wewe nafasi yako unayotakiwa kukaa. Lakini uko na wenzake pale anaongea, masela wanasema, mimi mke wangu ananipigia sana. Mbona mimi wangu apigi? Kaka, huyo mwanamke hayupo 2024. Kweli yupo. Ni huyo hapa wangu mimi. Haulizi hata niko wapi. Je, unaweza? Lakini ili utoke sokoni, bidhaa yoyote ili inunuliwe, lazima utengeneze kitu ambacho nini tofauti. Na lazima uwe scare. Tengeneza scarcity. Kama mtu akiangalia hivi anasema huyu mwanamke siwezi kumpata tu anyhow, lazima nimetumia nguvu zaidi. Sasa bibi, kila saa uko available. Ukipigiwa simu inaita tuti. Inaita mwanga tu umepokea. Wewe mwenyewe unaona ni sifa. Simu nilikuwa nayo mkononi. Wenzio simu tunakuwa nazo mkononi tunazipandisha juu. Yaani simu ikiingia unaipandisha juu iite kate. Inaita inakata. Au unachati naye message 2 3 unazima data unatoka online. Lakini wewe ukitumiwa back to back unajibu. Mambo poa, vipi safi? Unafanya nini? Nipo tu. Jumatatu nipo tu. Jumanne nipo tu. Jumatano nipo tu. Lakini Stella kila kipigiwa. Ngoja kuna kazi hapa naimalizia mara moja nitakutafuta Saa 2 asubuhi kuja kumtafuta saa 9. Wewe na Stella nani atapelekwa mgahawani? Stella. Kwa sababu sio mtu rahisi kumpata. Mimi toka nizaliwe, toka nianze kuwa na urafiki na vijana, hamna hata mmoja alionipeleka chai. Utapelekwa chai wapi na wewe kila saa upo tu? Hata usemi leo tunatoka na wenzangu kwenda kula chakula cha mchana, kwa hiyo wewe na mimi leo hatuwezi kutoka, panga siku nyingine. Mtu anakuona una maisha yako. Una mazingira yako. Sio vitu vikubwa namna hiyo. Unaweza hata ukawa una hata issue. Umekaa tu nyumbani.